mbali kutoa msaada kwa ndugu yako, ndivyo ambavyo msaada wa Allah unakuwa mbali na wewe. Allahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Allah yupo karibu kumpa mje msaada pale mje atakapokuwa yupo karibu kutoa msaada kwa ndugu yake. Tusaidianeni. Mtu amepata na changamoto, mmeona kabisa kwamba hii ipo nje ya uwezo wake, kuweza kuisave inakuwa ni ngumu, watu na wajichange waweze kumsaidia. Amepatwa na afa lolote lile, amepatwa na maradhi binafsi, amepatwa na maradhi katika familia, watu wawe karibu kuangaliana kwenye yale matatizo ambayo yanawakumba. Unajua mkiwa mmoja alafu kila mtu anajua kivyake, umoja ni mmoja wa kuigiza. Umoja ni mmoja nini? Ni mmoja wa kuigiza. Sasa wewe umeenda hospitali, magharama yamekuwa chungu nzima, alafu mwenzako anakuambia pole bwana, pole bwana, na unasikia mtu anataka auze shamba kwa sababu ya gharama, alafu unasema tu pole. Eti mwalimu, kweli utakuwa ni umoja huo? Ifikie mtu shamba anataka liuze kwa sababu ya gharama, alafu sisi tupo. Maana ili umoja wetu tuweze kuhami na kulinda, lazima anataawanu bainana, lazima tusaidiane kwenye changamoto hizo, tusaidiane katika hali na maradhi na vitu vingine. Tukifanya hivyo, hili jambo litakuwa ni kubwa kinyume na hivi vile unavyozania, na watu watakuwa wanaogopa kinyume na vile unavyozania. Lakini pia mtawapa nguvu watu wengine ambao wanaogopeshwa, kwa sababu kuna watu anakusudia awe ni mtu wa sunna, aachane na bid'a na shirikiyat, lakini anajiuliza hivi watu watanifikisha kweli hao? Lakini mtakapokuwa mnafanya juhudi kubwa, watu wataona kabisa kwamba kumbe wale watu wanaweza kushikana vizuri, ukiwa na changamoto wanaweza kuisave vizuri. Kwa hiyo inakuwa ina mahamasisho. Kwa hiyo ili muweze kulinda umoja mliokuwa nao, lazima ataawanu iwepo. Ataawanu libirri wa taqwa lazima iwepo. Kumsaidia ndugu akiwa na mashaka lazima iwepo. Na hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba. Mmoja alikuja mgeni kwa Mtume sallam, akauliza masahaba zake, man yastadhifu hadha? Kabla ya kumwambia man yastadhifu hadha, kwanza alienda kwa familia zake, lakini kuonekana kwenye nyumba zake hakuna chochote. Akaja msikitini akamwambia, man yastadhifu hadha? Nani ambaye atamfanya huyu ni mgeni wake? Fakama rajulun min al-ansar faqala ana. Akasema mtu katika ansari akasema, mimi nitamfanya huyu ni mgeni wangu. Hadithi ni ndefu katika Sahih Bukhari, ambayo mgeni huyu alienda nyumbani, na nyumbani mwenyeji wake chakula kilikuwa cha watoto, hata yeye na mkewe hawana. Alipoingia nyumbani mgeni na chakula kikawekwa mezani, taa akaizima kuonyesha kwamba taa haina mafuta. Kwa hiyo yeye akawa anaonyesha anakula, kumbe anamwachia mgeni ale. Mgeni akashiba, ikisha akawa mkewe anabembeleza watoto wake walale. Kwa hiyo baba mwenye nyumba alilala na njaa, mama mwenye nyumba alilala na njaa, watoto walilala na njaa. Alishiba peke yake kwenye nyumba alikuwa ni mgeni, alishiba peke yake alikuwa nani? Alikuwa ni mgeni. Mwalimu anasemaje? Imani kubwa sana hiyo, ni kubwa, hatuiwezi. Hata kama hatuiwezi, tufanye vile tunavyoweza. Kama kulala na njaa ili mgeni ale hatuwezi, tufanye tunavyoweza. Lakini hii nimeitaja kwamba imefungamana na kitu taawanu albirri wa taqwa, kule kusaidiana. Kwa hiyo wenzetu walikuwa wanasaidiana mpaka kile ambacho unaona kabisa kwamba kipo nje ya uwezo, lakini wao walikuwa hawana shida juu. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, ndivyo, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hao ni ansari, walikuwa jitihada ni kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niseme kwamba nasaha zangu kwenu, tulinde umoja, lakini pia tujiepushe na sababu yote ile ambayo itavunja nini, tulinde umoja wetu, na tujiepushe na sababu yote ambayo itavunja umoja. Mimi